Na kusabahi mtazamaji wa runinga ya Undugu, na karibu sana kwenye makala yetu ya mawimbi ya wiki. Hujambo popote ulipo. Leo hii tunazungumzia mengi yale ambayo yameweza kujitokeza wiki hii nzima na vile vile wiki iliyopita. Tumeweza kuona mengi yameweza kutendeka, hasa ripoti ile ambayo ni ya utekelezwaji wa makubaliano kati ya UDA na chama cha ODM yaliweza kutolewa siku ya Jumanne na kamati iliyokuwa inaongozwa na aliyekuwa seneta wa Kwale Agnes Zani, pamoja na kamati ile ambayo ilikuwa inaongozwa naye. Tuzungumza haya yote, atakanisaidia kufanya yote ni katibu mkuu wa chama cha CCU Philip Saja. Karibu sana. Asante sana Zablo. Mwaka mpya unakwendea vipi? Tunaangalia tu ikifunguka polepole. Nashukuru Mungu bado niko hai. Asante. Kisa na maana cha kukualika ni tuzungumzie makubaliano yale ambayo yalikuwepo kati ya chama cha ODM na chama cha UDA yaliyotiwa saini mwaka jana Machi tarehe 7, na muda wake ukaweza kutamatika ule ambao ni wa mwaka moja wiki iliyopita tarehe 7, siku ya Jumanne wakaweza kutoa ripoti. Mwanzo ripoti ile ilipotolewa na ile kamati ya Agnes Zani na utekelezwaji wa zile agenda 10, kulingana nawe zimetekelezwa ama ni vipi? Zablon, tunatakana kwanza tuelewe tuko mwaka wa mwisho kabla bado tujaanza siasa mwaka ujao. Na ukiangalia siku ya Jumanne, hiyo ilikuwa kwa tarehe 10, wakati uliona chama cha ODM, wabunge na wabunge wa UDA ambao walisema ni joint parliamentary group meeting. The posture, body language ilikuwa ni hii ni mkutano wa kisiasa. Ilikuwa pia ni mkutano wa kuoneshana tuna nambari ya kutosha ya kukutana na nyinyi katika kinyang'anyiro ya mwaka wa 2027. Katika agenda 10 ambaye ODM na UDA ambaye waliweza kuweka sahihi mwaka jana, wakiwa na kinara wa ODM ambaye ni marehemu Raila Amolo Odinga. Sisi ni wa Kenya, hawezi wadanganya wa Kenya wakati huu. Zablon, ukweli wa mambo ni agenda hizi hazijatimizwa. Na kama kulikuwa na agenda yoyote ambayo ilikuwa kwa imetimizwa, Wakenya wenyewe ndio wangesema. Tumeona vijana ambao walipigwa marisasi, wamelipwa fedha ya familia yao, pia wangekuwa wametoka nje na wakasema serikali imetutembelea, tumepatiwa cheki ya kusema pole. Pia tungeona polisi ambaye walifanya mabaya, ambaye walipiga watoto risasi na wengine wakawaua. Wengine tungewapata kotini. Wakati huu kama ni mwaka mmoja, wengine wangekuwa shahukumiwa. Maybe wako majela ama wanasaidia serikali na ama wananchi na nchi zingine, because koti iko na ruhusa kuamua vile wanapeana judgment yao. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha Uzalendo CCU Party, na kama Mkenya pia, ukweli wa mambo, the 10 point agenda, hakuna mtu anaweza account kwa that imetekelezwa, ijatekelezwa. Tuangazie agenda moja, zote zilikuwa 10, japo tuangazie agenda 2 zile ambazo zilikuwa zinawahusu vijana kwa sana. Kuna swala lilikuwa la kuheshimu haki za kibinadamu na kulinda haki za kufanya mikutano ile ambayo ni maandamano ya amani. Japo hadi kufikia sasa Edwin Sifuna na vuguvugu lake pamoja na viongozi wale ambao ni upinzani wamekuwa kiibua maswali mazito kuhusiana na utekelezwaji wa kutii na kuheshimu haki za kibinadamu. Kumbuka ni hivi tu majuzi Rigathi Gachagua pamoja na wandani wake
walipokuwa kanisani moja katika eneo la Nyeri waliweza kutupiwa vitoa machozi. Edwin Sifuna juzi alipokuwa katika kaunti ya Kajiado, katika mkutanoni, kijana mmoja aliweza kufariki baada ya mvutano kati ya maafisa wa polisi na wa Kenya. Japo Rais William Ruto amesema kwamba wameweza kutoa bilioni 2 ili kuweza kuwafidia vijana wale ambao familia za vijana wale ambao waliweza kufariki, japo hawezi timiza yote, eti kwamba mmoja aliweza kufariki haiwezi kufufuka, lakini bilioni 2 zinaweza kuwasaidia. Alisema hata maafisa wa polisi wale ambao waliweza kuhusika na uovu ule hadi kufikia sasa wengi wameweza kukamatwa. Rais akisema masuala kama yale, alafu angalia upande huu mwingine, ni yepi ya kuaminika? Kwanza, fidia ya bilioni 2 itaweza kukidhi mahitaji ya kifo kile ambacho kiliweza kutokea? Zablon, tuanze na fidia. Fidia ni njia tu ya goodwill. Ni kama vile mtu upate accident na insurance kulipe. Huwezi kukurudisha, kama ni maisha imepotezwa huwezi kukurudisha. Lakini fidia ni kama tukusema pole na kusema tumeelewa mmepoteza. Ni njia mzuri sana ya serikali kusema pole na kuambia wananchi tumekosea lakini hatutarudia tena. Na kwa wale ambaye tuliwakosea, maisha yenu lazima iendelee, na sisi tumeona hivi ndio tumejipanga vile tutasema pole na tuwapatie nguvu ya kuendelea na maisha mbele. Lakini kwa nini fidia ikuja wakati kama huu? Hawa ni watoto ambao walikufa mwaka uliopita. Mimi kwangu naweza sema fidia imechelewa. Kwa ripoti ambayo walikuwa wanapeana on Tuesday tarehe 10, wangekuwa wamesema tulipeana bilioni 2 ya kutoa fidia na tumepatia familia 15, 20. Hii familia tumepatia pesa fulani, hii familia tumepatia cheki ya pesa fulani. Hiyo ndio ripoti ambayo wangekuwa wamepeana. Lakini serikali imeanguka mtihani hapo, na hiyo ni kitu ya kwanza kuambia kuwa the 10 point agenda haijatekelezwa. Ya pili, kuhusu mambo ya kuheshimu human rights. Kama wangekuwa wanaheshimu human rights, Sifuna angepigwa tear gas Kajiado wakati alikuja Machakos, Mombasa Road kufanya mkutano. Rigathi Gachagua na watu wake wangepigwa tear gas pale kwa kanisa na watoto wakaumia, wamama wakakimbishwa, wengine wakaenda hospitali. Pia kama wangekuwa na respect ama wanaheshimu human rights, wakati wanapeana ripoti tarehe 10 on Tuesday, wangesema ni polisi gani wangapi wamepelekwa kotini na judgment gani wamepeana. Serikali inajua polisi na nambari zao za kazi. Wangesema kama ni John Kamau, na pole sana kama kuna John Kamau ambaye ni ofisa wa polisi, simaanishi yeye ni mhalifu. Wangesema ni mfano tu. Wangesema majina, nambari ya kazi, na waseme kesi ilikuwa nambari fulani, judgment ilifanywa hivi na hivi na hivi. Wangepeana mfano kadhaa ya watu ambaye wamekuwa wamepelekwa kotini na wakafanywa judgment. Hiyo maybe ingesaidia Wakenya kuelewa serikali inatekeleza the 10 point agenda. But wameanguka mtihani. Hata ukiangalia report vile wanapeana, ukiangalia vile walikuwa wanapeana, body language na vile wanasema, yote ilikuwa uongo kabisa. Tuzungumzie hili yale ambayo tutakuwa tunazungumzia katika utekelezwaji wa ajenda hizi 10. Tuzungumzie nadhani ilikuwa ni aya 3 ilikuwa anazungumza kuhusu kuwekeza kiuchumi katika swala la kuwasaidia vijana, kwa sababu vijana wengi walijitokeza mwaka 2024 wakasema hawana ajira, japo serikali kaweza kujitokeza na kusema kwamba itaweza kubuni ajira wakati ule ambao alikuwa anaweza kutia saini makubaliano haya ya ajenda 10. Sasa hivi Rais
alipokuwa anazungumza siku ya Jumanne aliweza kuainisha baadhi ya miradi ile ambayo ameweza kufanya. Mfano, anasema kwamba zaidi ya vijana 1500 washaajiriwa katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Zaidi ya vijana nadhani ni 300,000 kupanda juu ameweza kuelekea katika mataifa ya ughaibuni ili waweze kuajiriwa katika zile kazi. Pia amesema kwamba zaidi ya vijana 200,000 kupanda juu wapo katika ajira zile ambazo ni za mitandaoni. Rais anapoainisha mambo kama yale na makubaliano haya yaliweza kuwekwa ya kuweza kuinua vijana hawa kupata ajira, unaona kama ajenda ile imeweza kutekelezwa? Na je, huko nyumbani pengine umeweza kusikia vijana wale ambao wamepewa 25,000 ama ni 20,000 zile za nyota na pengine wameweza kusaidika? Zablon, nimekuambia tumefika wakati wa siasa na mambo mingi sana itasemekana imefanywa au imetekelezwa, na kwa ukweli wa mambo haijatekelezwa. Mambo ya nyota nakubaliana nao kwa sababu tumeona wakizunguka upande tofauti, lakini haijatendwa ama haijatekelezwa kwa njia ambaye si ya kisiasa. Unapata ni mkutano inafanywa, vijana wanaletwe pamoja na wanatumiwa pesa katika M-Pesa ya shilingi I think 22 to 25,000 Kenya shillings. Na ukiangalia pia hizo mkutano zinafanywa kisiasa. Ni pahali president ambaye anaenda ama deputy president ambaye anaenda, na wanachagua eneo tofauti kila mara wako Lower Eastern, bara lingine wako Western. Ukiangalia inapangwa kisiasa. Kwa njia ambayo inafaa ni kuwa kama ni pesa ambayo inatakana kumudu vijana kiuchumi, ni waende kwa maofisi kadhaa katika counties ambaye wanaenda pale wanajisajili, na ukijisajili after muda fulani pesa unatumiwa kwa simu yako, na pia wakufuatilie wajue unafanya biashara gani. Lakini si kufanya mkutano wa kisiasa mnaoneshana mmepeana pesa fulani na hakuna hata kufuatilia, hakuna mentorship, hakuna kufuatilia vijana wanafanya nini. Hizi ni pesa ambaye zitatumika vibaya, zingine zitakula kwa sababu vijana hawafuatiliwi. Kwa hivyo sioni kisaidia sana. Kwa mambo ya ajira, tunajua kuwa vijana wetu wengi wanatoka universities, wengine wanatoka colleges, wengine wanatoka tertiary technical institutions, wanakuja katika kujimudu kimaisha. Lakini ni watoto wangapi ambaye tumewaona ama vijana wangapi tunawasikia kuwa ukweli wamepewa kazi katika kijiji? Kwa sababu hautaongea juu ya kupeana serikali imepeana kazi at the national level na unaongea numbers. Na mtu kama mimi, pali mimi naishi ama pali natoka, sisikii vijana wakisema watu 10, vijana wetu 10 wameandikwa kazi. Inatakana kuanzia hapo. Inatakana kusikia Kakamega watu katika kijiji wakisema watoto wetu hapa 5 ama 7 ama 10 walipata ajira kupitia kwa mpango wa serikali. Lower Eastern tusikie Ukambani, Machakos pia wamesema hapa watu 30 wamepata kazi. Tusikie Nyanza the same, but hatusikii mambo haya. Ile tunasikia tu ni nambari ambaye zinapitishwa katika mkutano wa kisiasa wakisema kuwa tumeajiri vijana umesema 1,500. Unafikiria vijana 1,500 ambao wameajiriwa ni kitu ambaye haiwezi sikika ama kwa kizungu tunasema kufill. Huwezi fill hiyo kitu kwa ground. Vijana 1,500 si mchezo. Ni wengi sana. Hao wenyewe pia wanaweza kuanza kujiongelelea hata kabla bado ya serikali kuanza kusema that wamewapatia ajira. Umesema pia kuna nambari nyingine hapo umesema zote ukijumuisha zinakuja zaidi ya milioni 1, kwa sababu wale ambao anasema kwamba wameweza kuajiriwa katika mitandao ya kijamii ni zaidi ya digital economy. Milioni 1 si nambari ya kucheza. Hata serikali itakani kujiongelelea. Watu milioni 1 imetosha. Wametosha hao wenyewe kupigia serikali campaign. Wakisema nyinyi mnasema serikali hajatusaidia kivipi? Sisi watu milioni 1 tunakutana Uhuru Park kuambia kuwa tulipata kazi na
nini, ama kwa mtandao waseme mimi nimepata kazi hapa. Watu milioni moja si mchezo. Serikali iwache kucheza akili na Wakenya, kwa sababu kama ingekuwa ni ukweli hao watu milioni moja ndio wangekuwa wanajipigia campaign badala ya serikali kujipigia campaign. Kweli unahusika sana na ugatuzi, na hili nazungumzia katika kaunti ya Machakos. Rais William Ruto amesema kwamba amekuwa akisaidia sana, na hii ilikuwa moja kati ya ajenda zile ambazo zilikuwa zimeainishwa mwaka uliopita kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto kuweza kuheshimu ugatuzi na kuweza kuisaidia kutekeleza wajibu wake. Rais akasema wanapania ifikapo hata mwaka kesho kama sikosei, watakuwa wanaongeza ule mgao wa bajeti kutoka sasa hivi wanapata nadhani ni bilioni 400 kama sikosei, watakuwa nafikisha zaidi ya bilioni 500. Anasema ni nusu trilioni. Ukiangalia haya yote, na nimekuwa nikisikiza baadhi ya magavana wanasema fedha zao za kila mwaka ama zile ambazo huwa zinakuja za huu mgao huwa zinachelewa kwa muda mrefu, kiwango cha kwamba hata wafanyikazi hawalipwi hela zao. Ukiangalia kuhusu hili swala nzima la kuweza kuisaidia ugatuzi kutekeleza wajibu wake, unafanya kazi na hii serikali, unadhani kama Rais William Ruto ameweza kutekeleza lolote katika kuhakikisha kwamba ugatuzi unasaidiwa na kuhakikisha kwamba wanafanya majukumu yao? Ukiangazia hili swala nzima la kaunti ya Nairobi, baadhi ya majukumu serikali ya kitaifa inasaidia kufanya katika serikali ya kaunti. Zablon, tumekuambia Wakenya si wajinga. Na kama walikuwa wajinga miaka ambaye ni ya huko nyuma, wamerevuka. Na walikuwa nasema nikiwa shule, mjinga akirevuka mwerevu wako mashakani. Serikali ya William Ruto iko kwa mashaka kubwa sana, kwa sababu wapiga kura na Wakenya wamerevuka. Kama walikuwa wajinga tena si wajinga tena. Ugatuzi ilikuwa ni njia moja ya kuleta rasilimali na nguvu ya kiserikali katika karibu na wananchi. Na resources ambayo ilikuwa inapeanwa ikuje hapa kwa ground ilikuwa isaidia wananchi kwa mambo ya development, kwa kufungua uchumi ya county ambaye itafungua njia ya watu kupata kazi na mambo mingi sana. Zablon, kusema kweli, ukiangalia hata kwa ile pesa kidogo ambayo imekuja katika ma-counties, unaweza sema kuna vitu kadhaa ambaye imechange ama imebadilika katika county. Kwa hivyo serikali ya ugatuzi ni kitu ya muhimu sana. Lakini kumbuka pesa zote zinatoka katika exchequer Nairobi. Ministry of Treasury, Ministry of Finance. Kwa hivyo kila mwaka bajeti ikipeanwa, ni jukumu ya serikali kupeana hizo pesa kwa wakati ambaye unafaa, ili magavana waweze kupata hizo pesa, watenge za development, waendelee kufanya kazi zingine, ziwe kwa recurrent, zilipo wafanyikazi on time na zifanye vitu zingine ambazo zinakana kufanya. Sasa serikali inachelewesha pesa kwota ya kwanza, na unajua kwota tunasabu katika miezi 3. Inachelewesha kwota ya kwanza, inachelewesha kwota ya pili, inakuja kupeana pesa kwa kwota ya 3. Ni kina nani wanaumia? Wananchi wanaumia. Kwa sababu hii ni pesa ambayo inatakana kuwa imefika kwa county government, na county government inafanya kazi nayo na inainua uchumi pale katika grassroots level. Serikali imeanguka mtihani hapo. Hakuna mara yoyote ambayo wamepeana pesa katika wakati ambaye inafaa. Hiyo ni makosa kubwa sana, kwa sababu wanaumiza wananchi. Ya pili, wakati huu tumefikisha bilioni 400 plus katika ile bajeti ambayo inapeana county governments. Wanasema wanataka kufikisha nusu trilioni, 500 billion. Kwa nini wanafanya wakati huu? Kwa nini wakufanya kwa bajeti ya 2023? Kwa nini wakufanya kwa bajeti ya 2024? Kwa nini wakufanya kwa bajeti ya 2025? Kwa nini wataka kufanya kwa katika bajeti ya 2026 2027? Siasa, Sablo. Tunachezewa siasa, tunachezewa shere, kwa sababu kama ukweli wanataka kufanya hivi,
wamepitwa na wakati. Sasa hizi tungekuwa bilioni 600 ama bilioni 700 katika bajeti ya Kenya, lakini serikali haitaki kufanya hivyo. Ni kusiasa tu, wanaongea mambo mingi, lakini katika matendo wamefanya machache sana. Tumalize na hili katika utekelezwaji, na jaribu kuangalia zile ambazo zinamhusu mtazamaji wetu na yule ambaye ni Mkenya wa kawaida. Tuzungumzie ile la mwisho, ni kuhusu kutekelezwa kwa ripoti ile ambayo ni ya NADCO, na nataka tuangazie kipengele hichi cha uundwaji wa tume na wanachama wale ambao ni wanakamati wa IEBC. Sasa hivi wale ambao ni wanachama wa IEBC wakiongozwa na mwenyekiti yule ambaye ni Erastus Edung'e Thakon, tume ile ishateuliwa, wako hapo ndani, na kulikuwa na wasiwasi ule ambao ulikuwa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa ODM kuhusu swala nzima la tutaelekea uchaguzi vipi wa mwaka 2027 iwapo bado hatujaamini utendakazi wa tume ya IEBC. Rais akasema kwamba washateua hii tume. Hii unapoiangalia na wewe kama kiongozi na pia katibu wa chama cha CCU, una imani nayo wakati ule ambao tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 ukiunganisha na hili baada ya kufanya uchaguzi wao? Kumbuka kesi bado inaendelea ya Mbere Kaskazini baada ya ushindi wa Muthende, japo kaweza kuelekea mahakamani kupingwa ushindi ule. Mwanzo, unaamini utendakazi huu wa IEBC? Cha maana kwanza, Zablon, ni tusiongee ubaya mwingi sana kuliko pia kuangalia ni mazuri gani ambaye imetendeka. Kwanza lazima tushukuru kwa wakati huu tuko na IEBC in place. Kama tungekuwa na IEBC wakati huu, hata tungekuwa ready for mambo ya 2027 general election. Kwa hivyo mimi kama mwanasiasa na pia katibu mkuu wa chama ambaye ni ya CCU na inajulikana pia, na pia tumekuwa na makatibu wale wengine wote wa vyama zingine, kwanza tunashukuru kuwa IEBC iko kuliko kama ingekuwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, pia tuna monitor, tunaangalia kila uchaguzi ambayo inafanywa, na tunafurahi kulifanya uchaguzi wa kwanza by election. Tumeona vile imekuwa, ingawa kulikuwa kuna tashwishi kidogo kwa inaonekana IEBC haiko independent. Ukiangalia by election ya pili, IEBC ni kama imechange tactic kidogo. Inaonekana ni kama inaelewa ni nini ambayo inafanya. Pia tutaka kuona vile kesi ambayo zimepelekwa katika mahakama vile judges watasema. Hizi ni ukweli ambaye tunaweza jishikanisha zote pamoja na tuanze kuona kama hii IEBC iko independent ama iko independent. Ile kitu cha maana wa Kenya wanatakana kujua ni kuwa tunataka systems ambaye tutaziamini. Tusiamini binadamu sana kuliko the system. Tunataka IEBC kabla bado ya 2027 wamalize mambo ya kutuambia ni machines gani, kama ni technology wanatumia, ni kampuni gani ambayo mmechukua, wanatupatia mashini gani za kutumia na zitatumika kivipi. Tutatumia vidole, tutatumia macho, ama tutatumia pua ama mguu, ama hiyo kwanza wahakikisha wametuambia. Ya pili, kusajili wapiga kura wakati gani? Wakati huu kama mtu kama mimi kama Secretary General nina communication direct na IEBC. Kwa hivyo najua walikuwa nagojea mambo ya Lent ya Wakatoliki na mambo ya Waislamu Idul Fitri ikiisha after March hivi wanafanya hiyo the nationwide campaign ya kusajili nini. Tunataka kuona wakifanya na iwe transparent. Watu waende wakajisajili kama wapiga kura na watu wapatie nambari ambaye ni ukweli. Na ikifika wakati huo pia tunataka wafanye ni audit ya all the registered voters ambaye ilifanywa ya kila mmoja after washamaliza kazi. Watoe watu wote ambao wamekufa. Kuna njia ya kutoa hao watu. Lazima muangalie death certificates na reports ambaye iko kwa registration of persons. Kuna vile government inaangalia. Then wapate an independent audit firm, kampuni ambaye inajua kazi ile inafanya.
watutolee watu wote wale wamekufa, na watu waangalie kama hiyo watu wote wamekuwa registered kwa njia ambayo inafaa, alafu watutangazie, watu waambie hawa ndio watu ambaye wanafaa kupiga kura in 2027. Kuna vitu ambaye IEBC ikifanya italeta imani katika wananchi, itajipeana kama an independent, itajulikana kwa that ni independent, hakuna mtu wote anaingililia. Wakati kufanya hizi vitu itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kuamini matokeo ambayo itakuwa in 2027. Pia tutataka kuona vile wataangalia general election ya 2027. So preparation part kabla bado ya 2027 itatukonfirmia kama IEBC kwa independent. Shikilia hapo kwa sababu sasa awamu ya pili tutazungumza kuhusu ule mgogoro ambao umekuwepo katika chama cha ODM, na vikundi hivi viwili wanasema wale ambao wanaongozwa na Sifuna na wale ambao wanaongozwa na Oburu, na vile vile jinsi ambavyo ushirikiano huu wa ODM na chama cha UDA ulivyo, na vile vile tumalizie na ushirikiano na umoja wa vyama vya upinzani. Usende mbali. Karibu tena kwenye awamu ya pili, awamu ile ambayo ni yafunga shakazi. Tunaendelea kuzungumzia masuala mazima yale ambayo yameweza kujitokeza wiki hii nzima na vile vile wiki iliyopita. Sasa tuzungumzie kuhusu mgogoro ile ambao umeweza kuwepo katika chama cha ODM. Na mgogoro huu umekuwepo tangu kuweza kuondolewa kwake katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna. Anashikilia kwamba yeye pia ndiye katibu wa chama hicho, na mgogoro huu pia umeweza kuibuka tangu Raila Odinga aweze kufariki. Mwanzo, mgogoro huu unadhani utaweza kufanya chama cha ODM na chungwa kisalia kikiwa kizima, ama mgogoro huu utaweza kuhakikisha kwamba chama hicho kinaweza kugawanyika kuwili? Zablon, hata kwa boma mzee akifariki kama kiongozi lazima kutakuwa na msisimuko ama kutakuwa na mvutano kidogo. Si tunajua kuwa ODM ilikuwa imeshikana kwa sababu Raila Amolo Odinga marehemu alikuwa kiongozi ambaye ameheshimika ndani ya hiyo chama, na hakuna mtu angeenda kando na vile Raila anataka. Hata kabla bado yeye hajasema, walikuwa wanataka tu kusikia anasema nini, kwa sababu ukiangalia chama cha ODM ni chama ambaye imeundwa na imetokana na maneno mingi sana ambaye imeshikana na si upendekezi ama mambo ya wananchi, mashida ya wananchi ambayo wamekuwa wakipata katika miaka mingi sana. ODM imekuwa ni kama kioo cha wananchi. Ukiangalia pale hiyo chama imetoka, imepigana paka tukapata the new constitution, ikapigana for human rights, imepigana pia kuwa na good governance. Raila, mambo mingi ya Raila ile yote amepigania akiwa amekuja kumalizia akiwa katika ODM. Na wakati alitoka ni kama tu boma. Saizi kuna mvutano ya ni nani ambaye ataheshimika kama vile baba alikuwa anaheshimika. Ni nani ambaye atapatia ODM direction na kila mtu waheshimu hiyo direction. Oburu Odinga hana hiyo nguvu. Kama angekuwa nayo, ODM ingekuwa katika mara mbili. Mtoto wake Winnie Odinga hana hiyo nguvu wakati huu. Raila Junior hana hiyo nguvu. Hata Mama Aida mwenyewe hana hiyo nguvu. Sifuna amejulikana kwa sababu ya kwanza alikuwa karibu sana na baba
hiyo wakati wote, na alikuwa pia apart ya mambo ya the 10 point agenda ambaye wakati baba alisema tushikane tu kwa muda kidogo tusaidie serikali isianguke, lakini tushikane katika mkataba ambaye tumeelewana ya 10 point agenda mpaka 2027. So Sifuna kuwa katikati hapo na karibu na baba na kuwa the spokesperson wa chama, watu waliweza kumwamini katika chama cha ODM na pia pale nje, na ndio unaona yeye ndio ameweza kuwa na nguvu ya kutoka na kafuatwa na watu wachache ambaye wako upande mmoja na wale wengine wakabaki na Oburu Odinga. Ukweli wa mambo ni kuwa mambo ni mawili. Either ODM ibaki kama chama pamoja, kuwe na reconciliation ya Sifuna na Oburu Odinga na wakuje washikani na waende katika kinyang'anyiro ya 2027 wakiwa chama moja. Wakataa kusikizana ile option nyingine, kwa sababu tunajua kuna NDC inakuja anafikiria mwisho wa hii mwezi. Kuna wakati ambaye NDC ya ODM imeitwa, na hii NDC ndio itakuwa chanzo kama ODM itabaki kama chama moja ama itasambaratikana iwe chama mbili, kwa sababu hapo wataamua ni nani ndio viongozi wa chama kwenda mbele. Hapo ndio pia wataamua kama mkataba wao na UDA itaendelea. Hapo ndio inafanywa kitu inaitwa sanctioning. Vile wataamua hapo, kama kina Sifuna na grupu yake hawatakubaliana nayo, hawatakuwa na budi na kutoka waweze kwenda kufanya mambo yao na wapitumie chama ingine. Na ukiangalia hata pile colors wanatumia kwa mkutano ni kama wana prepare kuona njia yao ya baadaye gani. Kwa hivyo wakienda they are separate ways, hiyo ni kumaanisha tutakuwa na kinyang'anyiro ya grouping 3 in 2027, Sifuna na watu wake na chama ingine. ODM itakuwa imeingiana na UDA, hiyo itakuwa katika serikali, alafu tutakuwa na united opposition upande ile mwingine. Hebu tuangazie kuhusu hili vuguvugu lile ambalo linaongozwa na Oburu Odinga, seneta wa kaunti ya Siaya. Anasema kwamba wataanza mazungumzo na chama cha UDA kwanza, alafu baadaye vyama vingine. Japo katika maongezi yake ukimsikiza wanazungumza mwanzo na chama cha UDA, na alisema kwamba mazungumzo yale ama uhusiano wao ni hadi mwaka 2027. Ile constituency ambayo ilikuwa na Raila Odinga, kumbuka alikuwa na uungwaji mkono hasa katika maeneo ya Nyanza, hata kunaweza kujumuisha kaunti za Kisii na maeneo magharibi mwa Kenya, ukijumuisha kaunti za Kakamega, ukielekea kaunti ya Mombasa, na hapa katika kaunti zile ambazo ni za magharibi ni za maeneo Ukambani pia alikuwa anapata uungwaji mkono. Unadhani Oburu Odinga kana uwezo wa kugalvanize hizo kura zote kama alivyofanya Raila Odinga marehemu, ili waweze kuingia katika ile meza ya mazungumzo kama anavyosema Rais William Ruto kwamba ODM na UDA wakiungana Kenya nzima imezungumza kwa lugha moja? Mimi sioni brother mkubwa wa Raila ambaye ni Oburu Odinga kama ana uwezo. Nimekuambia kisiasa yeye ni mdogo sana kuliko vile Raila Odinga alikuwa. Kiatu ya Raila Odinga ni kubwa sana kwake, na ukweli wa mambo Zablon vile mimi naona, na nataka uangalie vile siasa itaenda. Kwanza Oburu Odinga waache kutudanganya kuwa ati wataongea kwanza na ODM na UDA alafu wakuje kwa vyama zingine. Hiyo ni uongo mtupu. ODM upande wake na watu wake wanataka kuongea na UDA na wafunge kila kitu na wabaki ni UDA na ODM ndio ambaye wataenda kwa ground kufanya campaign 2027. Hiyo ni sawa, tutawagojea hiyo wakati. Hata kama hiyo ndio njia, tafadhali wafanye kwa haraka na waandike coalition, na tu tukijua that government na ODM upande yake iko upande moja. Kwa upande wa Sifuna lazima, ni rafiki yangu, tumeongea naye I think
last week on Wednesday. Rafiki yangu nimemwambia tu kitu moja, amua, kwa sababu sisi wa Kenya na marafiki wako, sisi wote tumeamua kuwa tunataka change. So kama wewe ndio face ya change, amua sahi. Wacha mambo ya kucheza kuwili. So kama ni kuamua, tumempatia mpaka NDC mwisho wa hii mwezi. Akiamua ameenda kivyake. Sisi tuko wengi, tuko ready kumpatia chama. Hata sisi tuko ready kumwambia, wataka mimi niko ready kutoka, anamwambia chukua kiti ya secretary general, ama chukua kiti ya chairman, ama chukua kiti ya party leader. Fanya vile unataka, because wa Kenya wanataka change. So kama yeye ndio face ya change, amue kwa mapema na siogope na atoke huko nje. Sisi wote tutashikana tukiwa the third force ama whatever force ambayo tutakuwa nayo. Kwa upande wa United Opposition, Kalonzo Musyoka awache kucheza maji. Gachagua awache kujipiga kifua. Matiang'i awache kuona kuwa Wakisii peke yake ndio wataweza mpigia kura. Na hao wengine wote ambao wanafuatana na Tembea na wale watu wengine waweze kujirudisha na wapange mikakati ambayo inaeleweka na Wakenya, waseme ajenda yao ni gani, waseme kwa wakati ambaye inafaa kiongozi wao ni nani. Kama ni Kalonzo Musyoka, huyu ndio flag bearer. Kama ni nani, ni deputy, waseme yote kwa wakati ambayo unafaa. Wasigojee sana, ili tuweze kujua kuna United Opposition, kuna sisi na Sifuna ama mimi na Sifuna, na kuna UDA na ODM ambaye itakuwa kwa pande moja government. Tutawaita government. Na tukutane kwa kinyang'anyiro. Wakati huu hata tusiangalie viongozi sana. Nimekuambia mjinga akierevuka, mwerevu wako kwa mashaka. Wakati huu tunaangalia Wakenya ambaye wameerevuka. Hao ndo tunataka tuwaambie watapiga kura kivipi. Hao ndo wataamua ni muungano gani ambaye watapigia nini. Na hapo muungano ni mbili: United Opposition na sisi ni Sifuna. Haya, hebu shikilia hapo, kwa sababu kuna sasa tumemaliza kuhusu ule mgogoro ambao umekwepo katika chama hicho cha ODM. Tuzungumzie hili. Katika huu muungano wa viongozi wa upinzani, kuna wale ambao wanashabikia sana. Sasa hapa na mnukuu gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, alikuwa na mrai Edwin Sifuna aweze kujiunga nao japo asitengeneza chama chao. Wewe kama mmoja wale ambao unaelewa siasa za vyama, ungependekeza hawa vijana wale ambao ni vuguvugu la Sifuna wajiunge na muungano ule ambao ni upinzani? Unajua, Natembeya anaangalia interest yake. Na nimekuambia sisi si wajinga. Wakenya si wajinga tena. Mimi sita campaign ama sitasema kuwa ni njia mzuri katika mpangilio ambaye tunaona tukienda 2027 ati vuguvugu ama Linda Mwananchi iweze kujoin United Opposition wakati huu. Hapana. United Opposition, mimi nikiulizwa maoni yangu, ni United Opposition ikae chini, waweke Kalonzo Musyoka kama kinara wao, kama presidential candidate, wamtafutie deputy ambaye anafaa, na waweze kushikana, kwa sababu wasituestie time mara mingi hapa kutuambia ati wanagojea lini. Tunajua katikati yao hiyo United Opposition ni kila kitu. Tunajua ule tu ametosha saa hii kupatiwa tikiti ya presidential. Ule ako na experience, ule ako na demeanor, ni calmness na nini, ni Kalonzo Musyoka. Wampatie saa hii. Watu wasituestie tu time, watupatie saa hii. Tukijua Kalonzo Musyoka ndo president, deputy president ni Natembeya ama nani, watoe line up yao mapema. Tusifike June, tumalize hiyo June mwaka huu, ama mwisho tukikula Christmas, before to Christmas, October November tushajua. Lakini watulete Kalonzo Musyoka hapo mbele. Tunagoja tu watupatie deputy na wale watu wengine, because Wakenya washajua ni nani, wasituestie time. Tukuje hapa kwa Sifuna.
Linda Mwananchi. Sifuna resign kutoka kwa Secretary General wa ODM, watoke na watangaze msimamo, waseme nyinyi mmeamua kwenda hivi, sisi Linda Mwananchi tumekuwa chama ama tumeenda tukajoin chama ingine, na tumewakaribisha pia kwa sisi hiyo, kama wanataka tutawapatia chama. Wakikuja waseme na sisi tumeamua hii ndio vuguvugu, hii Linda Mwananchi imekuwa chama na hivi ndio tunaenda. Hao wengine Oburu Odinga na rais wa Kenya William Ruto wakae na UDA yao upande hii, coalition yao upande, whatever coalition raita waite hiyo. Natembea kusema washikane, utakuwa umepatia chance Ruto kukuja for second term. Wacha watu either tushinde round 1. Kushinda round 1 iwe ni repeat election, because round 1 hatutashinda. Ile kushinda tutashinda round 1 ukuwa that tutakuwa tumezuia Ruto kupata 50+1. Tuhakikishe that hajashinda round 1. Tukija round 2, sasa Linda Mwananchi party na kina Sifuna na sisi wale tutakuwa hapo, na wale tutakuwa united opposition. Sasa tukuje, kama Kalonzo atakuwa amekuja number 1 ama number 2 ama amekuja number 1, tuseme maybe Ruto, scenario ni kuwa maybe Ruto ameshindwa kupata 50+1 lakini amekuja number 1, na maybe Kalonzo amekuja number 2 ama amekuja number 3, ama Sifuna team imekuja number 2 ama number 3. Tutashikana number 2 na number 3, twende round 2, tuambie wa Kenya tumemnyima round 1, sasa tumfunge bao ya round 2. Hiyo tu ndio mimi naweza sema, lakini tukifuata vile Natembea anasema tutapigwa round 1 na government. Malizie na hili kwa sababu nimesikia ukisema kwamba chama ama huu muungano wa upinzani uweze kutangaza yule ambaye ni kinara wao na peperusha bendera yao. Japo angalia pande zote mbili hadi kufikia sasa hamna yule ambaye ameweza kutangaza atakayekuwa ni naibu mpeperushaji wa bendera. Upande wa chama cha ODM na UDA wanaendelea kuzozana iwapo ni ODM tatoa yule ambaye ni naibu mpeperushaji wa unaibu wa rais, ama ni chama cha ODM ama chama cha UDA. Upande huu mwingine, kumbuka mwaka 2022 tulipokuwa tuelekea katika uchaguzi, miezi 3 ama 2 kabla ya uchaguzi mkuu, ule upande ulikuwa unaitwa Tangatanga wa Rais William Ruto hakuweza kutangaza atakayekuwa msaidizi wake. Waliweza kumtangaza baada ya miezi 2. Ukisema wale ambao ni viongozi wa vuguvugu hili la upinzani wamtangaza atakayewania, hudhani utampa Rais William Ruto nafasi nzuri ya kujua ni nani ambaye anaviziana naye na aweze kupanga karata na njama ya kuweza kumpiga? Hata zingine tunacheza siasa ya shere, kwa sababu ni bahati nasibu, upate ama ukose. Lakini swali yangu Zablon, ni nani mpya katika siasa ya Kenya? Hakuna mtu mpya katika siasa ya Kenya. Ni wale ambaye nyani, ni wale ambaye wanacheza siasa ya Kenya. Nani ajui Sifuna? Nani ajui Kalonzo Musyoka? Nani ajui Natembea? Nani ajui William Ruto? Nani ajui Rigathi Gachagua? Nani? Tafadhali, hao ni watu ambao tunawajua. Tunajua kadi ile ambayo wanacheza. Si kule nyuma ambayo tulikuwa tunakuja na coalition tunafichana. Hapana. Saizi hata kama mimi naweza kana niseme katika united opposition ule mtu ambaye anatakana kupatiwa ticket ni so and so. Wataka kuniambia rais wa Kenya ajui ni nani, na intelligence ambaye yako nao anapewa kila siku na kila mtu. Wa Kenya ni wajinga, wajui nani, kwa hiyo united opposition anatosha kupewa. Tunasoma body language, tunajua. Waache kutuestia time, watu wapatie chamana kabisa. Zablon, kuwa tunataka kura zote za opposition zikae pale pamoja. Iwe Sifuna, sisi ni Sifuna, watakuwa group yao, na united opposition wawe na group yao. Wale wanapenda united opposition wakae hapo.
wale wanapenda mimi ni Sifuna ama sisi ni Sifuna ama Sifuna ni sisi, wakae hapo. Bora hizo kura zisiende wapi? Zisiende kwa kijana wetu mdogo anaitwa Oburu Odinga, na anajiita kijana siku hizi, na kiongozi wa one term William Ruto. Bora nini zisiende hapo, kwa sababu mimi najua ushindi itakuja round 2, si round 1. Hiyo ndio mimi nataka umake. Hiyo nataka uandike leo katika kalenda. Ushindi itakuja round 2, si round 1. Tumalizia hapo. Asante sana kwa muda wako. Nimekuwepo naye katibu mkuu wa chama cha CCU Philippe Saja. Tumezungumza mengi yale ambayo yameweza kuibuka. Tuangalie yale ambayo yataweza kutendeka wiki hii nzima, mawimbi yataweza kuvuma upande gani wiki ijayo. Tuzungumzie yote kiundani. Mimi ni Zamlon Masharia, kwa usiku mwanana.